Mtoto wa pili, nataja familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu tunamzungumzia ni nani, al-Husayn, ujue wale watu waliomzunguka. Mtoto wa pili, lakini sasa hivi nitafupisha kidogo maelezo. Mtoto wa pili ni Ruqayya, mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya Zainab akazaliwa Ruqayya, mama yake ndio huyo Khadija bintu Khuwailid. Alizaliwa Ruqayya katika mji wa Makka miaka 7 kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume. Yule alikuwa miaka 10 kabla ya kupewa utume. Kwa hiyo Zainab anamzidi Ruqayya miaka 3. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na umri wa miaka 33. Ruqayya alikuwa ajulikana kwa kuni ya Ummu Abdullah, na laqabu yake maarufu alikuwa akifahamika kwa dhatul hijratain, mwanamke mwenye hijra mbili. Kwa nini ameitwa hivyo? Kwa sababu alibahatika kufanya hijra mara mbili. Hijra ya kwanza alikuja Uhabeshi, Ethiopia. Watu wa Makka mwanzo pale walipokuwa wanaleta tabu Waislamu, masahaba walihamia Uhabeshi. Sasa na huyu naye alihama na Waislamu wa kwanza, wakati huu akiwa mume wake ni Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Yeye na mume wake Uthman ambaye ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni khalifa wa 3 kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo ni hijra ya kwanza. Hijra ya pili ni hijra ya Madina. Kwa hiyo lakabu yake inaitwa dhatul hijratain, na kunia yake ni Ummu Abdullah Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayya aliolewa na bwana mmoja akiitwa Utba bin Abi Lahab, akiwa bado ni binti mdogo sana, chini ya baligh. Na kwa sababu hiyo mume wake hakuwahi kumuingilia, yani hakuwahi kufanya naye jimaa, alimuoa tu kwanza. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume, Bibi Ruqayya akawa amesilimu, mume wake akaendelea kubaki katika ukafiri wake. Ilipoteremka suratul Masad, tabbat yada abi lahab wa tabba, ambayo ilikuwa ikimsema baba yake, ikimsema vibaya baba yake huyu mume wa Ruqayya. Yesi mtoto wa Abu Lahab, na sura imemtaja Abu Lahab na imemtaja mama yake. Abu Lahab alikasirika sana. Kwa hiyo Abu Lahab ndio alikasirika kweli kweli, akawaamrisha watoto wake waacheni watoto wa Muhammad apate aibu, wapi talaka, achana wewe, mwache na wewe mwache. Kwa hiyo wale wakawaacha wake zao. Kwa hiyo alitoa amri ni Abu Lahab kwamba watoto wake wawataliki mabinti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watoto wake wakamtii baba yao, wakatalikiwa watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ruqayya akaolewa na Uthman baada ya kuteremka suratu al-Masad, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wama kasab sayasla naran dhata lahab. Sio peke yake, wa mraatuhu, na mkewe Ummu Jamil ambaye ndiye mama yake huyu, mama yake Utba, wote wataingia katika moto. Wa mraatuhu hammalat al-hatab, na mkewe hali yakuwa ni mwenye kubeba kuni. Yalipokithiri maudhi ya Makuraish, Ruqayya na mumewe wakahamia Ethiopia, yani Uhabeshi, wakakaa muda waliokaa, wakarudi Makka, na hijra nyingine iliyofanyika walikwenda al-Madina. Ruqayya alipata watoto wa kiume kwa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Mtoto mmoja wa kiume wakamwita Abdullah, alizaliwa miaka 2 kabla ya hijra ya Madina. Alipofikisha miaka 6 Abdullah alifariki. Wanasema alidodolewa na jogoo katika uso wake, basi akafariki. Bibi Ruqayya radhiyallahu ta'ala anha alifariki mwezi wa Ramadhani mwaka wa 2 hijiria akiwa na umri wa miaka 21. Ndio sababu pia Uthman radhiyallahu anhu hakwenda katika vita vya Badri, kwa sababu alikuwa akimuuguza mke wake. Aliugua kwa muda fulani, kisha maradhi yale, kwa sababu ya maradhi yale Allah tabaraka wa taala akamfisha,
na ikawa ni sababu ya mume wake Uthman radhiallahu ta'ala anhu kutokuhudhuria vita vya Badri. Kwa hiyo huyo ni Ruqayya. Inshallah baada al-adhan tutaendelea na Kulthum, mtoto wa tatu wa kike wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini tumeona kwamba Zainab alipata watoto wawili kwa Abu al-As. Mtoto wa kiume akiitwa Ali alifariki akiwa mdogo, na Umama aliendelea kuishi na aliolewa na Ali bin Abi Talib baada ya kufariki Fatima. Ruqayya alipata mtoto wa kiume kwa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, walimuita Abdullah, alikuwa Abdullah ibn Uthman ibn Affan. Alifariki akiwa na miaka 6, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutaangalia kwa Kulthum na mambo yalikwendaje, kisha kwa Fatima. Falyuadhdhin almuadhdhin. Naam, tunamalizia au tunaendelea na majlisi yetu ya kumwelezea Hussein ni nani, yani familia yake. Nataka kurekebisha kidogo kipengele kimoja kuhusiana na Utba ibn Abi Lahab ambaye alikuwa ni mume wa binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Ruqayya. Kadhalika na hili nitalirekebisha pia au kuliweka sawa katika kadhia ya binti watatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Kulthum, kwa sababu huyu Kulthum katika maelezo tutakayotaja aliolewa na mtoto wa Abu Lahab, ndugu wawili watoto wa Abu Lahab, Utba na Utaiba ibna Abi Lahab. Utba na Utaiba. Utba ni mkubwa, mtoto wa Abu Lahab, na Utaiba ni mdogo. Utba amemuoa Ruqayya bintu Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na Utaiba amemuoa Kulthum bintu Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu wawili baba mmoja mama mmoja walikwenda wakaoa ndugu wawili baba mmoja mama mmoja. Kwa sababu hawa ni ndugu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuona Abu Lahabi ni ammi yake, sio kuona kwamba ni mtu mbali huko. Baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Lahabi ni baba mmoja, sio baba mmoja mama mmoja, baba mmoja. Baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na baba yake Ali ni baba mmoja mama mmoja. Huyu Abu Lahabi huyu ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu wa Abdullah, baba mmoja. Kwa hiyo akawaozesha watoto wa ammi yake, yani ndugu zake, watoto wa Abu Lahabi, Utba na Utaiba. Akawaozesha binti zake yeye Ruqayya na Kulthum. Sasa ilipoteremka suratul Masad, tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wama kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat alhatab fi jidha hablum min masad, kuna katika shingo yake kamba ya ndifu. Abu Lahabi alikasirika sana. Kwa hiyo Abu Lahabi ndio alikasirika kweli kweli, akawaamrisha watoto wake waacheni watoto wa Muhammad apate aibu, wape talaka, achana wewe, mwache wewe, mwache. Kwa hiyo wale wakawaacha wake zao. Kwa hiyo alitoa amri ni Abu Lahab kwamba watoto wake wawataliki mabinti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watoto wake wakamtii baba yao, wakatalikiwa watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ruqayya akaolewa na Uthman. Sasa huyu Kulthum binti Muhammad ni binti watatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimzaa kwa mkewe Khadija, kwa sababu watoto wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewazaa na bibi Khadija bintu Khuwailid, ila mmoja tu mama yake ni Muijibti ambaye ni Mariyatul Qibtiyya ambaye ni Ibrahim, alikuwa ni suria wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wote amewazaa na Khadija. Na kauli iliyo na nguvu, shika kauli iliyo na nguvu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa bibi Khadija akiwa bibi Khadija ana umri wa miaka 28, sio 40. Mtume alikuwa na umri wa miaka 25, bibi Khadija na miaka 28.
hii ndio kauli thabiti katika vitabu vya historia. Ipo kauli nyingine inasema Bibi Khadija alikuwa na miaka 40, lakini kwa sababu watu hupenda yale mambo ya ajabu ajabu yale, kwa hiyo hili likapewa nguvu katika ndimi za watu. Kiwa mke mkubwa ambaye sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwoa Bibi Khadija na miaka 40, na baadhi ya vitabu vyaandika hivyo, lakini kauli ile ni marjuh, haina nguvu kwa mujibu wa tafiti za kielimu. Bibi Khadija alikuwa ni mkubwa kweli kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimzidi miaka 3 tu. Mnaelewa? La taqbalanna min at-tawarikh kullama jama'a ar-ruwat wa khatta kullu banani irwi al-hadith al-muntaqa an ahlihi siyama dhawi al-ahlam wal-asnan. Jana tulizungumza maneno haya. Kwa hiyo Kulthum mama yake ni Bibi Khadija, na huyu ni binti watatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkewe Khadija. Alizaliwa miaka 6 kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume, kwa maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huo akiwa na miaka 34. Zainab radhiallahu anha amezaliwa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume kwa miaka 10. Ruqayya amezaliwa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume kwa miaka 7. Kwa hiyo baina ya Zainab na Ruqayya, Zainab ni mkubwa kwa Ruqayya kwa miaka 3. Kulthum amezaliwa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume kwa miaka 6. Kulthum na Ruqayya wamepishana mwaka mmoja, lakini huyu Kulthum ni mdogo kwa Zainab kwa miaka 4. Binti huyu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliolewa na Utaiba, kama nilivyotangulia kusema, Utaiba bin Abi Lahab ambaye ni mdogo wake Utba ibn Abi Lahab, na alikuwa naye pia bado binti mdogo, hajafikia baligh, na kwa sababu hiyo aliozeshwa tu, lakini hakuweza kumuingilia wala kukutana naye mke wake. Walikuwa watu na tabia hizo, amuoa kwanza na udogo wake, akaa naye mpaka akifikia umri sasa kwamba huyu anastahiki kukutana na mumewe, basi ndio anaachiwa sasa. Kama Mtume صلى الله عليه وسلم alivyomuoa Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, alimuoa bado mdogo, akamuacha kwanza, yani kwa maana si kama amemwacha akampa talaka, la, akakaa naye kwanza hivyo mpaka alipohamia Madina. Tayari kashapevuka Bibi Aisha radhiallahu anha kuwa ni mwanamke. Mtume صلى الله عليه وسلم ndiye akawa anaishi naye kama mkewe. Tumefahamu? Kwa hiyo na huyu naye hakuwahi kukutana na huyo mumewe Utaiba ibn Abi Lahab. Ilipoteremka sura hii, suratul Masad, baba mkwe, yani baba yake mumewe, sasa akawa ameghadhibika mzee Abu Lahabi. Kwa nini imeteremka sura ya msema yeye badala ya kusilimu ili amkadhibishe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe wasema mimi wa motoni, basi nasilimu? La, aliishi miaka 7 baada ya kuteremka sura hii hajasilimu, na akafa hivyo na ukafiri wake. Alichokifanya ni kuongeza uadui wake dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo akaamrisha watoto wake waache watoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu bwana alipomwacha Kulthum alifanya ujeuri mkubwa sana. Akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amwambia mkwewe sasa huyu Utaiba, akamwambia Muhammad, nimeikufuru dini yako na nimemwacha binti yako, sikupendi na wala wewe hunipendi. Kisha akamrukia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamchania kanzu yake. Hamjaelewa? Huyu kijana wa Abu Lahabi, huyu Utaiba, baada ya kuteremka aya sura inayowazungumza wazazi wake ni Abu Lahabi na mkewe Jamil ambaye ni mama yake huyu kijana Utaiba, na kuamrishwa kwamba amuache mkewe ambaye ni binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Muhammad, nimeikufuru dini yako mimi na nimeshamwacha binti yako, na mimi sikupendi wewe wala wewe hunipendi. Alafu akamrukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamrarua kanzu yake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama likamhuzunisha jambo lile, akamwapiza pale, akamwambia, Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik.
ewe Allah, msalitishe juu yako, msalitishe na mbwa katika majibwa yako, katika mbwa wako. Akamwombea dua hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na dua hii ilimpata. Watu wa historia na wanawachuoni wa habari wanaelezea kwamba bwana Utaiba, bwana huyu alipokuwa yuko njiani katika misafara ya kibiashara akitokea Sham, walipofika mahali wameweka kambi, wamekita mahema yao, yeye akalala katikati ya wale wenzake. Usiku ule alikuja simba, akamchukua yeye tu, akaenda akamtafuna huko mpaka akammaliza. Kama melala watu 20 hapa, simba akanyata, akaja akachukuliwa yeye tu, wala wenzake hawajashtuka. Watu wa koroma, akaliwa mpaka akaisha. Mtume صلى الله عليه وسلم alimwapiza akamwambia, Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik, kwa ule ujeuri aliomfanyia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulthum bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pia alifanya hijra kwenda Madina pamoja na ukhti yake Bi Fatima radhiyallahu ta'ala anha au radhiyallahu ta'ala anhun, na wengineo pamoja na familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufariki dada yake Ruqayya mwaka wa 2 hijiria, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamuozesha kwa Uthman. Unaona sasa, Uthman radhiyallahu ta'ala anhu alimuoa Ruqayya. Ruqayya alipofariki akaozeshwa mdogo wake Bibi Kulthum bintu Muhammad. Ni utaratibu wa sawa sawa, usione vibaya ikiwa umemwacha mke au amefariki ukaona kuja ni muoe huyu mdogo wake, ni sawa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuozesha Uthman bin Affan katika mwezi wa Rabiul Awwal, yani mfungo 6 mwaka wa 3 hijiria, na Uthman akakutana na mke wake katika mwezi wa Jumada al-Akhirah, yani mfungo 9, na hawakujaliwa kupata watoto. Katika mwezi wa Shaabani mwaka wa 9 hijiria, Kulthum bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa na miaka 27 alifariki. Kwa hiyo banati hawa watatu wote walifariki katika uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waliomuosha alikuwa ni wanawake masahaba, Asma binti Umais na Safiya binti Abdul Muttalib, wakishirikiana na Atiya al-Ansariya radhiyallahu ta'ala anhunna. Na mnaifahamu ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawapa nguo yake, akawaambia kwamba sasa hii muifanye nguo yake mtakomfunga nayo ya ndani, alafu itakuja sanda nyingine. Na walioingia katika kabri wakati wa kuzikwa alikuwa ni Ali bin Abi Talib na Al-Fadl bin Al-Abbas na Usama ibn Zaid. Wakaingia kaburini wakamzika Kulthum binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, huyu ndio binti wa 4 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio wa mwisho katika banati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ni kipenzi kikubwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni mwanamke bora katika wanawake bora duniani, na ndiye alimbakishia kizazi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bibi Fatima radhiyallahu ta'ala anha, wametofautiana wanachuoni kuhusiana mwaka aliozaliwa. Kuna miongoni mwao wanasema kuwa amezaliwa bibi huyu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume, yani akiwa tayari kashafikisha miaka 41, mwaka mmoja baada ya kupewa utume, mwaka wa 41. Na kuna wengine wanasema miaka 2 baada ya kupewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa ufupi ni kwamba Fatima amezaliwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume. Hizi kauli ninazotaja mbili ni kauli za maulama wa Kishia, lakini wanawachuoni wa Ahlus Sunna na baadhi ya wanawachuoni wa Kishia katika vitabu vyao, wao wanasema Fatima alizaliwa miaka 5 kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume, miaka 5 kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapewa utume. Kwa hiyo amepishana na Kulthum kwa mwaka mmoja. Hii ni kauli ya wengi na ni kauli iliyo na nguvu katika kauli
hizo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipompata mtoto huyu, aliporuzukiwa mtoto huyu Fatima, alikuwa tayari ashafikisha miaka 35, kama ikiwa amezaliwa miaka 5 kabla ya utume, mwaka ambao Makuraishi ndio waliamua kuijenga upya al-Kaaba. Hili amelielezea al-Imam ad-Dulabi katika kitabu chake Adh-Dhurriyyatu at-Tahira, ukurasa wa 111. Hijra yake Bibi Fatima radhiyallahu ta'ala anha alihamia Madina kutoka Maka kwenda Madina mwaka wa kwanza Hijria akiwa na umri wa miaka 8. Aliongozana na Ali bin Abi Talib na mama yake Ali akiitwa Fatima bintul Asad, mama yake Ali, na shangazi yake Ali anaitwa Fatima binti Abdul Muttalib, mfahamu, na dada yake Fatima Kulthum bintu Muhammad, na kadhalika Nabi Sauda bintu Zama ummul mu'minin, walikuwa pamoja. Walikuwa na Fatima watatu. Fatima ya kwanza ni mama yake Ali, alikuwa akiitwa Fatima bintul Asad. Fatima binti Muhammad ambaye ni dada yake Ali bin Abi Talib. Fatima wa pili ni dada ni shangazi yake Ali ibn Abi Talib, anaitwa Fatima bintu Abdul Muttalib, kwa maana mzee Abdul Muttalib mzee wake Ali Abu Talib, huyu ni dada yake sababu Ali bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib, na Fatima bintu Abdul Muttalib pia ni shangazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiitwa Fatima, na Sauda bintu Zama ummul mu'minin, wakaongozana katika msafara wao ule kuelekea Madina. Hawa tuliwataja ndio watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kike, na huo ndio mpangilio wao kuzaliwa. Na al-Imam Ibn Abd al-Barri anathibitisha hilo katika kitabu chake al-Isti'ab aliposema, walladhi taskunu ilayhi an-nafsu ala ma tawatarat bihi al-akhbaru fi tartibi banati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam anna Zainaba al-ula thumma ath-thaniyata Ruqayya thumma ath-thalithata Kulthum thumma ar-rabi'ata Fatimata az-Zahra radiyallahu anhun wallahu a'lam. Anasema na kile ambacho kinatulizana juu yake nafsi, kwa vile zilivyokuja kwa wingi habari kuhusu mpangilio wa watoto wa kike wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba Zainab ndiye wa kwanza, kisha Ruqayya ni wa pili, kisha Kulthum ni wa tatu, kisha wa nne ni Fatima az-Zahra, na Allah ndiye anayejua zaidi. Huu ndio mpangilio. Anna Zainaba al-ula, yani Zainaba ثم رقية الثانية ثم الثالثة كلثوم ثم الرابعة فاطمة الزهراء أو فاطمة الزهراء. يجوز كمزة zote mbili. Nadhani pamefahamika. Sasa huyu Fatima huyu aliolewa na Ali bin Abi Talib. Mtume صلى الله عليه وسلم alimuozesha mtoto wa ammi yake, kumuozesha mwanawe aliyemzaa kwa msingi ule ambao nimetangulia kueleza pale mwanzo kwamba hapana vibaya katika hilo. Na alipomwoa Fatima radhiyallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala akawaruzuku watoto 4 wa kike au wa kiume 2 ambao ndio wakubwa, kisha wa kike 2. Wa kwanza ni Al-Hasan, na wa pili ni Al-Husayn, na wa tatu ni Kulthum, na wa nne ni Zainab. Hawa ni watoto wa Ali bin Abi Talib aliyozaa nao kwa Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alizaa na Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib, Allah tabaraka wa taala alimruzuku watoto 27. Alimruzuku watoto 27 kwa wake mbalimbali. Hawa 4 ndio wakubwa, na mama yao ni huyo binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kuna mwingine akiitwa Muhammadul Akbar, Muhammadu al-Akbar, ambaye kunia yake ilikuwa kiitwa Abul Qasim Muhammad bin Ali, lakini maarufu anaitwa Muhammadul Hanafiyya, Muhammadu al-Hanafiyya, kwa sababu mama yake alikuwa ni Khawla
bintu Jaafar ibn Qais al-Hanafiyya min Bani Hanifa. Katika ule mwaka baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, si mwaka 13, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaka wa 10 kwenda wa 11, ilikuwa mwanzoni mwaka wa 11 hijiria, mwanzoni mwa mwaka wa 11 hijiria, kwa sababu amefariki mfungo 6, kwa mfungo 6 Muharram, Safar, Rabiul Awwal. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki Rabiul Awwal, mwanzo wa mwezi wa 3 wa Kiislamu. Mamlaka au ukhalifa ukaenda kwa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Na nyinyi baadhi yenu mwafahamu kwamba kuna watu waliritadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, likiwemo kabila la Banu Hanifa sehemu za Al-Yamama kule Riyadh. Kuna watu walikufuru wakaritadi, pia kuna watu waliritadi huko Al-Yaman, na pia kuna baadhi ya genge linasemekana huko Omani pia liliritadi. Ni kauli, lakini inataka kutazamwa kidogo. Kuna makabila mbalimbali yaliritadi na wengine wakajizuia kutoa zaka. Sasa Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu akapitisha maazimio kwamba wale wote walioritadi tutakwenda kuwapiga vita, tutapigana nao mpaka warudi katika Uislamu, na wale waliozuia kutoa zaka watoe zaka. Kule Al-Yamama jeshi lilipokwenda, akatekwa huyu Khawla bintu Jaafar. Mateka huyu, teka hili likawa la Ali bin Abi Talib, akamfanya suria wake, ndio akamzaa huyu Muhammad. Mama yake ni Khawla bintu Jaafar ibn Qais al-Hanafiyya, kwa maarufu anaitwa Muhammad al-Hanafiyya, kunia yake ni Abu al-Qasim. Katika watoto wake ni al-Abbas. Ali amemzaa Abbas, amemzaa Jaafar, amemzaa Uthman. Katika watoto wa Ali yuko anaitwa Uthman, na akamzaa Abdullah. Hawa wote walikufa katika hiyo vita ya Karbala pamoja na kaka yao al-Husayn. Tutakapokuja kutaja masala huko Karbala namna ilivyokwenda, kuna familia pale, watoto wa Ali na watoto wengineo katika familia nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo, si al-Husayn peke yake, lakini wao waliongozana na al-Husayn na walimtetea al-Husayn na waliuawa pale, akiwepo Jaafar, Abbas na Uthman na Abdullah, watoto wa Ali bin Abi Talib. Hao walikufa pamoja na kaka yao al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu au radhiyallahu anhum huko Karbala. Mama yao hawa anaitwa Ummul Banin bintu Hizam, Ummul Banin bintu Hizam bin Khalid ibn Darim. Huyu Abu al-Abbas alikuwa kumita Abu Qirba, kwa sababu alikuwa ndio akipeleka viriba vya maji kule. Mtoto wake mwingine ni Umar. Ali bin Abi Talib katika watoto wake kuna mmoja alimuita jina la Umar. Simwasikia huko mashia wa humu mwetu, mtu akiitashaingia kwenye ushia kama alikuwa akiitwa Umar abadilisha jina, kwa sababu Umar ni jina la kikafiri. Nitakuja kuwaletea mfano hapa siku moja. Kuna mmoja kule Dar es Salaam akiitwa Omari Juma Mayunga, lakini amebadilisha jina, ajita Ali Juma Mayunga. Nitasoma kwenye tafsiri yake pale sababu gani kabadilisha jina. Yaani kama vile wewe sasa umesilimu, ulikuwa uitwa John au uitwa Paulo au Petro, sasa ukaona je, mimi nijiite Muhammad, sitaki hili jina la kikafiri, jina baya la kazi gani? Na si mmoja, wengi tu wakadhalika yafaaluna, wanafanya namna hiyo kwa sababu ya chuki. Lakini Ali ana mwanawe anamuita Umar. Yamepatikana wapi? Hiki kitabu hiki ni katika vitabu vya Shia, katika juzuu 2, I'lamul Wara bi A'lamil Huda, kuwafahamisha watu walimwengu, kuwafahamisha wanawachuoni waongofu. Chaitwa jina jingine chaitwa Siratul Ma'sumin, cha wanawachuoni wao kitwa Aminul Islam al-Sheikh Abu Ali al-Fadl ibn al-Husayn Tabrasi min a'lami al-qarn al-sadis al-hijri. Hiki kitabu chake, hii ni juzuu ya kwanza ukurasa wa 295, kiko juzuu 2. Asema huyu Umar Ali alikuwa na mtoto kiitwa Umar na mwingine akiitwa Ruqayya. Hawa mama yao anaitwa Ummu Habib bintu Rabi'a, na hawa walikuwa ni mapacha. Ali alipata mapacha, mmoja akamwita Umar, mwingine akamwita Ruqayya.
na mwingine anaitwa Muhammad al-Asghar, lakini kunia yake akawa anaitwa Abu Bakar. Tushaona kuna Uthman alifariki pamoja na Hussein, kuna Umar, sasa kuna mwingine tu Abu Bakar. Kadhalika alikuwepo Ubaidullah. Huyu Muhammad al-Asghar, Abu Bakar huyu na Ubaidullah, hawa pia walifariki katika sehemu ya Karbala pamoja na kaka yao al-Hussein. Kwa hiyo changanya sasa, wale wanne na hawa wawili, 6 walifariki pamoja na kaka yao, waliuawa pamoja na kaka yao al-Hussein, wakiwa pamoja wakimtetea pale Karbala. Mama yao akiitwa Laila bint Mas'ud ad-Darimiyya, na mwingine anaitwa Yahya, mama yake akiitwa Asma bint Umais al-Khathamiyya. Huyu alifariki akiwa bado mtoto mdogo katika uhai wa baba yake. Na mwingine ni Ummu al-Hasan na Ramla, mama yao ni Ummu Sa'id bint Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, na mwingine akiitwa Nafisa, mtoto wa Ali bin Abi Talib, mtoto wa kike, na yeye anafahamika kama Ummu Kulthum as-Sughra, Ummu Kulthum mdogo. Na kuna Zainab as-Sughra na kuna Ruqayya as-Sughra, yani kuna Zainab mdogo, Ummu Kulthum mdogo na Ruqayya mdogo. Na kuna Ummu Hani, alimtaja dada yake Ummu Hani binti Abi Talib, na kuna Ummu al-Kiram, na kuna Jumana ambaye ilikuwa kunia yake kitwa Ummu Jaafar, na kulikuwepo na Umama na Ummu Salama na Maimuna na Khadija, mama mkwe wake alimtaja, na Fatima. Mama yao wote hawa wote kila mmoja na mama yake, mtoto wao waliotaja. Lakini Ali bin Abi Talib alipata kizazi kwa watoto wake watoto wake 5 katika watoto wa kiume, nao ni al-Hasan wal-Husayn na Muhammad na al-Abbas na Umar radhiyallahu anhum au rahimahumullah. Kizazi cha Ali bin Abi Talib kiliendelea kupitia hawa watoto wake 5 wa kiume, al-Hasan wal-Husayn na Muhammad na al-Abbas na Umar, abnao Ali bin Abi Talib, ambao wote hawa ni watoto wa kiume wa Ali ibn Abi Talib. Zainab al-Kubra ambaye ni mtoto wa Fatima radhiyallahu ta'ala anha, aliolewa na bwana mmoja kiitwa Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Talib, kwa sababu Jaafar ibn Abi Talib na Ali ni ndugu, na huyu ndiye aliyehama pia katika ile hijra ya mwanzo ya Uhabeshi, akakaa huko miaka mingi. Watu washafanya hijra huko na Madina, yeye bado yuko huko Ethiopia mpaka miaka 7 baadaye, yani mpaka mwaka wa 7 hijiria, watu wanarudi kutoka kwenye vita vya Khaibar. Jaafar ibn Abi Talib ndio arudi, aliuliwa shahidan katika vita vya Mu'ta kama sijasahau, aliuliwa Jaafar. Sasa Jaafar na Ali bin Abi Talib ni ndugu baba mmoja, na huyu Jaafar ana mtoto anaitwa Abdullah. Ali bin Abi Talib akamuozesha mtoto wa ndugu yake huyu Abdullah ibn Jaafar, akamuozesha binti yake yeye anaitwa Zainab al-Kubra, ambaye amezaa naye kwa mke wake Fatima binti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ummu Kulthum mtoto wa Ali bin Abi Talib pia, ambaye huyu mama yake ni Fatima vile vile. Mshia mmoja anasema huyu Ummu Kulthum hiya allati tazawajaha Umar bin al-Khattab, na hiyo ndio kweli, historia sema hivyo. Umar ndiye aliyemuoa huyu Ummu Kulthum. Baba yake ni Ali, mama yake ni Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sasa nyinyi mwasema huyu Umar ni mjikafiri kama vitabu vyenu vinavyoeleza. Mtaeleza haya inshallah baadaye katika majlisi nyinginezo hizo. Hili ni jikafiri hili, na huyu Umar ndiye aliyempiga Fatima teke la ubavu mpaka akaavya mimba ikaharibika, mimba ya Fatima, na ikawa ndio sababu ya kifo cha Fatima. Na huyu ndiye alikwenda kumtoa Ali bin Abi Talib nyumba yake, akamkwida akamburuta mpaka msikitini, amlazimisha Ali ale kiapo cha utiifu kwa Abu Bakar.
Mtu huyu muovu aina hii yafikia wakati sasa Ali bin Abi Talib amuozesha binti yake. Pana tanakudhi hapo. Sasa wana maelezo pia, nimekuja na kitabu kingine cha Al-Anwar an-Nu'maniyya. Nikipata wasaa mara nyingine nitakuja kueleza mambo haya kwa sababu wakati umeniishia sasa hivi. Mimi namalizia hiyo darasa yangu. Kwa hiyo huyu Kulthum huyu ambaye ni binti wa Ali bin Abi Talib aliolewa na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ndiye alimuoa huyu. Sasa ukiuliza kwa nini aliozeshwa, wana majibu yao yana vichekesho vingi sana. Nitakuja kuyataja siku moja kwa faida insha Allah. Hawa wengine wakina Ruqayya bintu Ali, watoto wake wengine hawa. Ruqayya aliolewa na Muslim bin Aqil, tutamtaja pia Muslim bin Aqil katika wakati wake. Ana mtoto wake, alipata naye mtoto akiitwa Abdullah na Ali na Muhammad. Kadhalika Zainab as-Sughra aliolewa na Muhammad bin Aqil, akazaa naye watoto. Ummu Hani aliolewa na Abdullah al-Akbar ibn Aqil ibn Abi Talib, akazaa naye watoto, miongoni wao ni Muhammad. Na Maimuna binti Ali aliolewa na Abdullah al-Akbar ibn Aqil, kwa sababu Ali ibn Abi Talib na Aqil ibn Abi Talib ni ndugu hawa. Abu Talib na mtoto wake aitwa Aqil na Ali na wengineo. Sasa watoto wa Aqil waliozeshwa, Ali aliwaozesha watoto wake wa kike wengi tu, ndio watu tunawataja. Na Maimuna binti wa Ali alikuwa ni mke wa Abdullah al-Akbar ibn Aqil. Nafisa alikuwa ni wa Abdullah al-Akbar ibn Aqil. Kadhalika Zainab as-Sughra alikuwa ni mke wa Abdurrahman ibn Aqil. Ni hawa kwa hawa. Fatima binti Ali aliolewa na Muhammad ibn Abi Sa'id ibn Aqil, akazaliwa Hamida. Na Umama bintu Ali ibn Abi Talib aliolewa na As-Salt bin Abdullah ibn Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, katika familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akazaliwa Nafisa na alikufa Nafisa au Umama akiwa kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala, au akiwa kwa Abdullah As-Salt bin Abdullah ibn Nawfal rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kwa hiyo huyo ndio Al-Husayn na hiyo ndio familia yake. Kwa hiyo darasa itakayofuatia, majlisi itakayofuatia, tuje kusoma ni kina nani ahlul bait. Tuje kusoma ni kina nani ahlul bait. Halafu majlisi nyingine sasa tuje kuanza ilikuwaje, sasa mambo yalikwendaje mpaka Husaini akauawa, barua zilizoletwa kwake akiitwa na watu wa Al-Kufa na kadha wa kadha, ushauri wa maswahaba ulikuwaje, mambo kama haya tutayaeleza insha Allah katika majalisi zifuatazo. Lakini kesho kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaje kuwatazama ni kina nani ahlul bait, na sisi tunatakiwa tuwe na msimamo upi kwa hawa ahlul bait, na inaposema ahlul bait maana yake nini. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. نسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم. wale wenye maswali yao wayaandike maswali, wabaki nayo kwanza, dhibiti maswali, alafu tutapata wasaa insha Allah tutakuja kuyadodosa. Pengine utakachokiuliza kitajibiwa kwenye darasa ijayo. Sasa hakuna haja ya kufungua maswali kwa sasa hivi, lakini kama kuna kitu ambacho unaona kwamba mbona katika darasa fulani tushasoma imepita kitu fulani na leo tusoma hivi, kama nitatiza hapa, yaandike hayo maswali yako, ya hifadhi.